Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini maandiko yanasema kila atakayetaka kujiokoa nafsi yake ataipoteza. Ninawaomba sana ndugu zangu wa Kristo, ndugu zangu wa Tanzania, tujue Mungu yupo. Mungu anaweza kila kitu. Tusiogope, siku moja tutakufa. Hata mimi nitakufa. Okay, ni 7 News. Karibu sana, mimi ni Brands. Na yaliyojiri Jumanne hii ni pamoja na Tanzania yaadhimisha kumbukizi ya kifo cha aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati Dr. John Pombe Magufuli. Ni miaka 5 sasa tangu rais wa awamu ya 5 wa Tanzania John Pombe Magufuli alipofariki mnamo Machi 17, 2021, na leo hii huko Chato kumefanyika adhimisho la misa takatifu kwa ajili ya kumbukizi ya kiongozi huyo, ambapo viongozi wengi wa kiserikali akiwemo rais wa Zanzibar, makamu wa rais wa Tanzania, waziri mkuu mstaafu wa Tanzania Kassim Majaliwa pamoja na viongozi wengi wamehudhuria adhimisho hilo la misa takatifu nyumbani kwake huko Chato. Magufuli au JPM au hata Chuma kama alivyoitwa na wengi alifariki dunia Machi 17 mwaka 2021 katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam kwa maradhi ya moyo. Tanzania na dunia nzima itamkumbuka Magufuli kwa kuweka msisitizo kwenye nidhamu ya kazi, miradi mikubwa na maendeleo na kupambana na ufisadi. Na katika taarifa nyingine, Israel imesema imemuua mkuu wa usalama wa Irani Ali Larijani. Vyombo vya habari vya Israeli awali viliripoti juu ya kulengwa kwa mkuu huyo wa usalama wa Irani. Ripoti zilizochapishwa muda mfupi uliopita na shirika la habari la AP zimesema mkuu wa usalama wa taifa wa Irani Ali Larijani ameuawa, ambapo shirika hilo limemnukuu waziri wa ulinzi wa Israeli Israel Katz. Irani haijathibitisha taarifa hizo. Vyombo vya habari vya Israeli awali viliripoti kulengwa kwa mkuu huyo wa usalama wa Irani, lakini havikwenda umbali na kuthibitisha mara moja juu ya kuuliwa kwake. Jeshi la Israeli limetangaza kuanzisha mashambulio mapya ikiyalenga maeneo mbalimbali ya mji wa Teherani na Beiruti. Na kwa upande wake, rais wa Israel Isaac Herzog amesema jana Jumatatu kwamba Ulaya inapaswa kuwaunga mkono katika vita vyake dhidi ya Hezbollah, wakati vikosi vya Israel vikiendeleza operesheni ardhini nchini Lebanon. Katika mahojiano maalum na shirika la habari la AFP kwenye makazi yake mjini Jerusalem, Herzog amesema Ulaya inapaswa kuelewa kwamba kuna wakati ambapo unahitaji kushinda vita ili kusonga mbele. Jeshi la Israel lilitangaza Jumatatu kuwa lilikuwa likifanya operesheni ndogo za ardhini dhidi ya Hezbollah kusini mwa Lebanon na kukomesha mashambulizi ya rocket ya kundi hilo linaloungwa mkono na Irani. Aidha, Herzog amekaribisha wazo la rais wa Ufaransa Emmanuel Macron la mazungumzo kati ya serikali ya pande hizo mbili, akisema Beiruti iko tayari kwa mazungumzo hayo. Na kwa upande wake, rais wa Marekani amedai kwamba mpaka sasa hawajui kiongozi wa Irani ni nani ambaye anaendesha operesheni zote kwa sababu haonekani. Rais Donald Trump wa Marekani amesema anaamini Teherani inataka kufanya mazungumzo ya kukomesha vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Irani, lakini bado haijulikani ni nani hasa anayesimamia. Amesema kuna watu waliowasiliana na Washington, lakini nyadhifa zao hazijulikani. Kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Mujtaba Khamenei aliyeteuliwa kuwa mrithi wa baba yake aliyeuawa hajaonekana hadharani, ambapo waziri wa vita wa Marekani Pete Hedges alisema wiki iliyopita kiongozi huyo mpya huenda alijeruhiwa vibaya, na Trump alirudia ripoti ambazo hazijathibitishwa kwamba amejeruhiwa vibaya na pengine ameuawa. Trump alisema kwamba hatujui kiongozi wao ni nani, tuna watu wanaotaka kufanya mazungumzo ya kusitisha vita, lakini hatujui ni akina nani. Kwa taarifa nyingi zaidi zinazogonga vichwa vya habari, tembelea ukurasa wetu wa YouTube.